Hello na karibu katika Africa Now Celeb. Kumbuka kusubscribe. Samuel Kioko kajeruhiwa vibaya wakati wa maandamano yaliyofanyika katika kaunti ya Machakos. Haya maandamano yalihusiana na madai ya Samuel Kioko kutolipwa fedha zinazodaiwa na serikali. Samuel Kioko amekuwa katika mgogoro huu kwa muda mrefu. Amekuwa kwa mgogoro huu kwa muda mrefu na serikali ya kaunti ya Machakos akidai shilingi milioni 19 za Kenya kutokana na usambazaji wa sare. Kulingana na madai yake, alitekeleza wajibu wa kusambaza sare hizo lakini hakulipwa fedha zake kwa muda mrefu. Kutokana na ucheleweshaji wa malipo, Same aliandaa maandamano pamoja na wengine waliokuwa wakidai fedha zao ili kushinikiza serikali ya kaunti kulipa madeni hayo. Hata hivyo, maandamano haya yalipata mkondo tofauti na kugeuka kuwa vurugu pale polisi walipoingilia kati. Inadaiwa kuwa wakati wa vurugu hizo, nguvu ilitumika na Samuel Kioko akapata kujeruhiwa vibaya. Tukio hili limeibua maswali mengi kuhusu namna maandamano yalivyodhibitiwa na umuhimu wa kulinda haki za waandamanaji. Inasemekana hali ilikuwa ya taharuki huku baadhi wakikimbia kuokoa maisha yao. Wengine walijaribu kumsaidia Samuel Kioko mara baada ya kujeruhiwa kabla ya kuwasili katika msaada wa matibabu. Hadi sasa Samuel Kioko yupo chini ya dawa na matibabu ya mara kwa mara ili kupona kikamilifu kutokana na jeraha alilopata. Tukio hili limezua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi na viongozi mbalimbali. Wengi wanahoji sababu ya kucheleweshwa kwa malipo hayo ya serikali na pia wanataka kujua ni nani aliyewajibika na vurugu zilizotokea na pia kumjeruhi Samuel Kioko. Zaidi ya hayo, watu wengi wamejitokeza kumuunga mkono Samuel Kioko wakisisitiza kuwa anapaswa kulipwa fedha anazodai. Uungwaji mkono huu umeonekana sana mitandaoni na katika majukwaa mbalimbali ambapo wananchi wanadai haki na usawa. Familia na marafiki wa Samuel Kioko wameeleza masikitiko yao makubwa na wanaendelea kumtakia uponyaji wa haraka. Wananchi wameendelea kuonyesha upendo wakimwombea Samuel Kioko uponyaji na kuomba kuwa haki itendeke. Tupatane wakati mwingine. Bye.